watu wa Mungu hawa wanapokutana nao ni kuambia tu kwamba hapa hujafanya sawa sawa. Hiyo ndio kwa kazi ya watumishi wa Mungu. Wakina Elia wanaambia Ahabu, umeua ili utamalaki. Umefanya mabaya utamalaki, mnashiriki mabaya, mnazini, mnaua, mnateka watu, mnafanya ili mbaki kwenye vinafasi vyenu hivyo. Lazima watu wa Mungu walikuwa nakemea na kuonya hivyo na kujaribu kuonyesha kwamba kwa haya myafanyayo mtavuna kwa wakati wake. Lakini nyinyi mnashirikiana nao, mnawapa na nafasi madhabahuni, wanakuja wanaifanya kama wanahubiri na wenyewe mnashirikiana nao. Watumishi wa Mungu, watumishi wa Mungu nyinyi kwenye kipi? Utumishi wa Mungu ni kuwa na watu wengi. Utumishi wa Mungu sio ilikuwa ni kuonya na kukemea mabaya katika. Shalom tu Mungu. Nataka niongelee hiki cha kuhusiana na nabii Lolinga. Kwa jumla ni kwamba Lolinga hata hivi vyote viunabii ambavyo huwa anavitoa kwenye mitandao, si Bwana amemwonyesha, si sasa askari wafiche familia zao. Kwa jumla ninachotaka niongee ni hiki. Kujitafsiri kama ni mtumishi wa Mungu wakati hata unachokifanya hakina uhusiano kabisa na neno la Mungu. Yaweza ikai inajaribu kutafsiri kwamba ndo watumishi wa Mungu. Utumishi wa Mungu basi sasa sio huu. Utumishi wa Mungu ulikuwa ni kupinga ubaya, kiasi kwamba wabaya wanafika hatua wanajua kwamba sisi ni wabaya, kwa kuwapinga kwa maneno makali, kwa kuwapinga kwa kuonyesha ubaya wao. Lakini sio hiki kitendo ambacho tunamwona sasa. Watakuwepo askari polisi ambao kwa sehemu kubwa ukija ukifuatilia jamii ya Watanganyika wengi hawawaamini kabisa askari. Kuna siku moja ilikuwa mazingira fulani ya Mbeya, tukawa tumepanda bajaji, askari mmoja akawa ameingia mule kwenye gari, akaa tu anapigisha story, anatupigisha story, lakini watu wakata hawamuongeleshi, wako kimya tu, kwa sababu wanakuwa wanaona hawa ndo walioua ndugu zetu wa Oktoba 29. Lakini kabla ya hapo kuna watu ndugu zetu wametekwa, wakina Amfani Polepole, wakina Dude Nyagalo, wakina Deusi Soka, wakina Injili Geuzea Roho, wakina Chaula walitekwa. Sasa kwa namna hiyo, ambayo sasa ndugu zetu walitekwa, afu unajua unasikia wako maafisa wanaotamkwa kwamba hawa ndio waliohusika kuteka na kupoteza ndugu zetu. Hapo wengine wanajinadi, watu ukiwapoteza polisi msiwatafute, piga makofi. Lakini unajua unaona Chadema wanapokuwepo mahakamani wanapigwa, wanasio intelligence kubwa. Hiyo intelligence kubwa mpaka leo akina Amfani Polepole hatujui waliko. Hiyo intelligence kubwa yenyewe inafanya kazi kwenye nini? Sasa nikanaona hata yule Manuel Nchimbi anasema, mimi nikionaga mabaya yanafanyika kokote, nikiona hata chama chetu hiki ametokea mtu anatoa lugha zisizofaa waga nakemea. Mnaishiaga tu kukemea lakini hamchukui hatua. Mbona akina Tundu Lissu mmewafungulia kesi za uhaini? Mbona mkuwakemea tu, muishie kukemea? Ninachosema hivi kwamba ninachoelezea ni hiki. Nasema nini hapa? Nasema kwamba Lolinga kushirikiana na jamii hii ya hawa jamaa hawa. Biblia inasemaje? Hebu sikia. Katika kitabu cha Korinto wa pili 6 mstari wa 14 inasema, msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawa sawa, kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Pana shirika gani? Swala la kujihoji, kuna ushirika gani kati ya Lolinga na hawa maafisa na hawa askari? Pana ushirika gani? Kwa sababu sisi tunalalamika kuhusiana na ubadhirifu wao, tunalalamika kuhusiana na uharibifu wao, yeye anashirikiana nao. Pana ushirika gani? Pana mapatano gani? Na anapojitokeza anaanza kujifanya na hubiri na kujaribu kusema kwamba mimi naonya, mimi nakemea, unakemea dhuluma, mimi ni mtu wa Mungu. Unakemea kwenye nini? Kwa sababu kukemea kabisa, kukemea tu kabisa, hakuishi tu kukemea, ibidi unatenga kabisa, unawaweka mbali, unajaribu kuwaonyesha kwamba hiki mlichokifanya ni kibaya kwa kiwango gani. Lakini kitendo cha kushirikiana nao, wakikuita mtaka nao, wakikuita kwenye vikao, sababu ndio ninavyoonaga hata kwenye siku ni umoja wa mitume, siku ni nini, kaona naye pia yumo mule, ambapo wakanazungumza, nadhani si alikuwepo na ndicho si aliwaita Kassim Majaliwa yule, kama sikosea, yuko mule ambao ndo maboya anasema unauza ubuyu, mwanaume unyendo wachawi, wanaume unauza ubuyu wako, na nyewe mule wapo ila ndio wataonekana wanatabiri, tunakemea na sisi mabaya. Kwa ujumla mimi ninachoamini, uhubiri kabisa, haikuwa kushirikiana na kila mtu mahali popote. Hebu nionyeshe tu wapi kwenye Biblia au Yesu alikuwa na Mafarisayo. Alikaa na Mafarisayo akawa na yeye yuko pamoja, atakemea, baadaye watakaa pamoja, watakula, watasifiana, watapongezana, baadaye atakutana na Mafarisayo, atakutana na Maherode na kina Mafarao, atakaa nao, atakula nao, atacheka nao, na maskari atakula nao, atacheka nao. Ila ndo hao wanaodhulumu watu, ndo hao wanaoumiza watu, atacheka nao, afu baada hapo mimi nakemea. Cheni kucheza na akili za watu bwana.
Mimi nakwambia Lolinga, alimadam kama umesema mimi nachagua njia ya kukemea mabaya, kukemea, kulikuwa kuna namna ambao kutakiwa hata kushirikiana nao hawa au kutakiwa kushirikiana nao, ili lengo ni nini? Biblia kuna mahali pale kwa kitabu cha Ezekiel anasema hama mchana kweupe, ili watambue kuwa ni nyumba iliyo hasi. Achana nao mchana kweupe kabisa, wakatae macho makavu. Onyesha kwamba hiki mlichokifanya ni kibaya kiwango, lakini kuliko unakuwa una backup, unawalinda, na pia wakati mwingine wakija kwenye sindo kikanisa chako utawapa nafasi wahubiri waongee. Mimi ninachosemaga hivi, ole wa nchi mimi siku nije nipate mamlaka fulani, si tu mamlaka, niwe tu na ushawishi mkubwa katikati ya hii jamii. Mimi naambia kuna baadhi ya watu watatafuta kwa nguvu kubwa kusogea hata kuongea na mimi, ila hawatakuja kunisogelea, hawatakuja kuongea na mimi kabisa. Kwa nini? Ni kwamba naamini sana mwanadamu wakati mwingine ukimsogeza karibu wakati ni mnafiki, ukimsogeza karibu wakati ni mbaya, atakuwa anakuvizia daima akufanyie mabaya. Wakati mwingine mweke mbali ili muonyeshe uhalisia wa mabaya yake. Ndio maana hata Mungu, wengi mtasali mtakaposali, mtakunywa mafuta mtakapokunywa, mtaisha kuharisha tu. Tenda kwa waganga, mtahangaika kwa mitume na manabii, mtatoa sadaka kwa mchungaji, kwa nani, ila magonjwa yatoke, kwa sababu kuna vitu mmeshikamana navyo ambavyo yeye Mungu binafsi hapatani navyo, na bila kuviacha. Amina kwambia, angaika kwa mitume, angaika kwa manabii, angaika kote, kunyweni mafuta, pakaneni si mafuta, si ogea sabuni, pita si kwenye kisima, kateni kucha, si kateni na nywele, ila mtakachoambulia mtambulia kile tu ambacho mlichokipanda ndio mtakivuna kwenye miili yenu na kwenye fahamu zenu. Ndio maana mitoto inaisha kwa michoga na kufanya vitu vya ajabu ajabu. Kwa hiyo nataka niseme ni kwamba Lolinga, kama ikiwa unasema wewe ni mtu wa Mungu, basi ulitakiwa hawa watu hakutakiwa kuwa na nafasi yoyote. Mimi nachosema hivi ni kwamba watu kama hawa, sisi wengine, mimi niwe na ushawishi, mimi nikawa nafuata na watu, mimi najua mimi kufuata na watu sio rahisi, kwa sababu sisi wengine tumeamua kupita njia iliyonyooka, sio hii ambayo unawashirika umomo shindo mpiga kinanda kapiga kakiduku fulani hivi, kasera sio kasera, kama wengine paka na viheleni wanavaa, weka mustachi, wadada wenyewe unakuta wamevaa visuruali vimalaya, si vimalaya, vimeweka vimejipodoa, vimejilemba, sababu najua ukitaka washirika walakalaka, wewe kubaliana nao, vijana hao wauni wakubaliana nao wote, nyoka nao, mbona washirika watapasa? Mimi sipiti njia hiyo, siamini kwenye njia hiyo, kwa sababu inawezekana wenye mamlaka wenyewe wanaamini kwamba ukishakuwa na kwamba onekana kama ni mtumishi wa Mungu, basi ni kuwa na wahuni vibaka wengi kanisani, wakawa wamejaa, wamepiga vidoku wengi. Wakishakuwa wengi wanaanza kusema ndio mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu kujaza misukule tu kanisani, kujaza watu wengi. Inatumia lugha ngumu, lakini ninachotaka niongee nini hapa? Naongea hivi kwamba kushirikiana na watu wa giza, kushirikiana na watu wa dhalimu, Biblia likataa. Sikia maandiko yanavyosema hapa katika kitabu hiki, Zaburi ya 50 mstari wa 16. Acha nisome yote. Mstari wa 16 anasema bali mtu asiye haki Mungu amwambia, una nini wewe kuitangaza sheria yangu na kuiweka agano langu kinywani mwako? Maana wewe umechukia maonyo yangu, maonyo na kuyatupa maneno yangu nyuma yako. Ulipomwona mwivi ulikuwa radhi naye, ulishikamana na wazinzi. Umekiacha kinywa chako kinene mabaya, na ulimi wako watunga hila. Sasa narudia hapa, anasema mstari wa 10 anasema ulipomwona mwivi ulikuwa radhi naye, ulishikamana na wazinzi. Ulipomwona mwivi, ulipomwona mzalimu, ulipomwona muuaji, ulipomwona mtu anashiriki mabaya, ulikuwa radhi naye, ukashirikiana naye. Ndio makanisa ya sasa, mnakusanya watu wengi, lakini kwa sehemu kubwa ni wazinzi, walevi, wala rushwa, mipagani. Wengine ndio wao ambao ndio maafisa wa nini wa ngazi tofauti, wakuu wa mikoa, wakuu bila wanashirikiana na nyinyi, mnakula nao, mnacheka nao, lakini ndio hao wanafanya mabaya kila namna. Mlipomwona mwivi ulikuwa radhi naye. Biblia inakataa kushirikiana na matendo maovu, inakataa kushirikiana na watu hawa. Nachoweza kusema ni kwamba naongea nini hapa? Nachosema ni kwamba hawa kama mtaendelea kuwatafsiri kwamba ni watumishi wa Mungu hawa, ninawaambieni kuna wakati Mungu ajuaye kuzihirisha utumishi wake, ajuaye kuzihirisha watumishi wake, atawazihirisha kwenye dunia hii, kwenye jamii hii, atawazihirisha tu, ataonyesha kwamba njia gani itakiwa watu wa Mungu wangepita. Wapi kwani kusomea hapa, ngoja nikuonyeshe Luka hapa, nisome hapa Luka. Watu wa Mungu walipokuwa wanakutana na maafisa, walipokuwa wanakutana na maaskari, walipokuwa wanakutana na wakuu wa mikoa, walipokuwa wanakutana na madiwani, walipokuwa wanakutana na mawaziri, walipokuwa wanakutana na wafalme, walikuwa wanafanya nini? Walikuwa wanaambia nini? Nyinyi mtakaa nao, mtakula nao, mtacheka nao. Na bila shaka ndio kinachokuja kuharibu maana hata ya utumishi. Nisome hapa
Katika Luka 3 mstari wa 14 anasema hivi, askari nao wakamuuliza wakisema, sisi nasi tufanye nini? Akawaambia, msizulumu mtu wala msishtaki kwa uongo, tena mtoshezo na mishahara wenu. Hawa ndio walikuwa watu wa Mungu hawa. Wanapokutana nao ni kuambia tu kwamba hapa hujafanya sawa sawa. Hiyo ndio kwa kazi ya watumishi wa Mungu. Wakina Elia wanaambia Ahabu, umeua ili utamalaki. Umefanya mabaya utamalaki, mnashiriki mabaya, mnazini, mnaua, mnateka watu, mnafanya ili mbaki kwenye vinafasi vyenu hivyo. Lazima watu wa Mungu walikuwa nakemea na kuonya hivyo na kujaribu kuonyesha kwamba kwa haya mnayafanyayo mtavuna kwa wakati wake. Lakini nyinyi mnashirikiana nao, mnawapa na nafasi madhabahuni, wanakuja wanaifanya kama wanahubiri na wenyewe mnashirikiana nao. Watumishi wa Mungu, watumishi wa Mungu nyinyi kwenye kipi? Utumishi wa Mungu ni kuwa na watu wengi. Utumishi wa Mungu sio ilikuwa ni kuonya na kukemea mabaya katikati ya jamii. Hiki ndio kilichosababisha basi utumishi wa Mungu ndio kwamba sasa nyinyi mbona hamcheki na sisi? Sasa mbona cheke na wewe kwenye nini? Tucheke na miuaji, tucheke na watu wanaotunga mabaya, wanaowaza mabaya, wanaoteka watu, wanaoua watu. Tucheke nao. Sikia katika kitabu hiki cha Wafalme wa kwanza sura ya 21 mstari wa 17, sema neno la Bwana lilimjia Elia Mtishbi kusema, ondoka ushuke ukutane na Ahabu mfalme wa Israeli akae katika Samaria, yuko katika shamba la mizabibu la Nabothi, ndiko alikoshukia ili atamalaki. Ukamwambie ukisema, Bwana asema hivi, je, umeua utamalaki? Nawe utamwambia kusema, Bwana asema hivi, mahali pale mbwa walipoilamba damu ya Nabothi, mbwa watailamba na damu yako na damu yako. Ahabu akamwambia Elia, je, umenipata ewe adui yangu? Akamwambia, nimekupata kwa sababu umejiuza utende yaliyo mabaya machoni pa Bwana. Haya ndo maneno ya watu wa Mungu walipokuwa nakutana na maafisa, wanakutana sina na rais, sina mkuu wa mkoa, sina waziri, wakikutana naye tu alimadamu anafanya mabaya, anaonywa, anakemewa na kuambiwa haya hayafai. Lakini sio mnashirikiana nao, mnawapa na madhabahu. Haya sasa watoe neno la hekima. Neno la hekima kwa mijambazi, kwa miizi, kwa miuaji, kwa mitekaji, ndo neno la hekima watoe. Nasema kuna wakati Mungu atazihirisha maana ya utumishi wa Mungu ulikuwa ni ipi. Hata sasa anaendelea kuzihirisha, kwa sababu kwa kadi tunaonekana kama ni watumishi wa Mungu kabisa kabisa, ambao ndo tunajijua kweli tumeitwa kwa kazi hiyo. Mimi na hakika tukiendelea kukaa kimya, basi mara nyingi hawa ambao wanakuwa nyoko kwa ajili ya maslahi yao binafsi huonekana ndio watumishi wa Mungu. Nitakuja nifafanue tena wakati mwingine, Mungu akiendelea kunipa neema. Kristo Yesu awe pamoja na. Tazama, hii ni sauti ya mtoto wa mtu aliye kutoka nyikani, anasema, tengenezeni njia Bwana, nyosheni mapito yake, ili mtu yule afai katika Bwana tangu sasa apate kutimiza wajibu wake angali bado akiwa yuko duniani. Tazama, Mungu mhukumu wake kila mtu yuaje na malipo. Na hii ndio maana neno Maranatha. Amen.